wa jiji la Mombasa, ndugu yetu Abdulswamad Sharif Nasir, mawaziri, machief officer, walimu wakuu na wanafunzi, salamu alaikum. Bana asifiwe. Kuwa machache sana kwangu. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba hii ni baraka kubwa tumepata kuwa na kiongozi wetu kuja kuwabariki wanafunzi wetu, hasa huu tunaelekea kwa mtihani. Hii tunashukuru, ni baraka kubwa. Tuna imani safari hii wanafunzi wetu watafanya vizuri sana kwa sababu ya baraka za viongozi walivyokuja hapa. Na imani kwamba matokeo yatakayotokea safari hii yatakuwa tofauti na yote yale yamepita. Na nina imani apendapo Mwenyezi Mungu, wale walioko form 4 watakuwa wengi, watapata nafasi ya kwenda vyuo vikuu, na wale wa standard 8 wataingia katika mashule ya kiserikali ili waendeleze elimu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mama Aida, sisi viongozi wa Mombasa, sisi ni wanachungwa, ni ODM, na baba tunakupenda kwa sababu ya kazi yako na imani yako na miondoko yako. Hatukulazimishwa kuwa na wewe baba. Ndio sababu sisi kama viongozi wa Mombasa hakuna lenunuliwa hata mmoja huko Nairobi, hakuna. Sote tumesimama kidete, hakuna, hata hawatufuati sisi. Wakitaka kununua wabunge wanasema wa Mombasa wachana nao hawa ni Raila damu. Na mimi nina imani kwamba sisi baba tuko na wewe, tutakwenda nyuma yako, tutakufuata unaotaka kwa maslaha ya wananchi wa Mombasa na Kenya mzima. Baba, sisi hapa kama alivyozungumza mwenzangu, sisi rasilimali yetu hapa ni bandari. Ndugu zangu, nawaambia na nyinyi upande wenu sasa, sisi viongozi tumesimama imara kuhakikisha kwamba bandari haitabinafsishwa, lakini sisi peke yetu haitawezekana mpaka tuungane na nyinyi. Wasije mkafuatwa nyinyi hapa mkaja mkadanganywa na 200 na 250 mkauliza waende, alafu sema waende, mjue bandari yaenda. Ni muwe imara, tusimame pamoja. Tunakataa kubinafsisha bandari kwa sababu bandari haileti hasara, bandari inaleta faida. Airport pale KA, zile ndege zinaleta hasara kila mwaka, lakini hawaziuzi. Kwa nini wanauza bandari ambayo inaleta faida? Ndugu zangu, hawa watoto wetu hawa unaosomesha sasa, tunatarajia waajiriwe hapa. Na ikiwa mtacheza zangu bandari iende, tutakuja lamiana. Amka twende ni watu wanaoambiana. Na nawaeleza ndugu zangu, haya watakuja wawekee mihadhara mikubwa, wawapatie 200 300, halafu wakimaliza ndugu yangu mwasherehekea, halafu wasema si hawa basi wamekubali. Na waomba wakija kwa hilo, hata wakiwapa 500 200 wakizungumzia kuna binafsisha, ni mwambie hilo tumekataa na hatutokubali, tutasimama kidete. Ndugu zangu, nawaambia bandari ikienda tutabaki kuuza asmini na dawa mtuzi. Nawaambia hakuna kitu tutabaki hapa. Simunalia watoto wako barabarani, wamekaa hawana la kufanya, wanakula unga, wanafanya hivi, ni kwa sababu wale ni vijana, wana afya nzuri. Sasa tangu asubuhi hakuna kazi amefanya.